amefanya mambo makubwa ambayo anastahili kama ulivyosema. Alisha vile vile kuwa kati ya watu ambao walitiania kugombea urais. Kipindi kile Jakaya Kikwete, Benjamin Mkapa, na akaishia nafasi ya 3 nyuma ya Mkapa na Kikwete. 95 afika nafasi ya 3. Kwa hiyo hizi ni historia ambazo nasema vijana wazifahamu. Wajue mambo yao. Hata mwingine zaidi tuzifahamu kabla mtu hajaondoka. Of course. And tuna uwezo wa vijana kufundishwa, sababu unajua ukijua kuwajua viongozi kama hawa ambao ukipita eneo hawa wazee mara nyingi sana huwa wanajulikana kutokana na maeneo wanayoishi. Kwa mfano ukienda huku Mkocheni utasikia kwa Warioba. Kwa sababu watu wana mzee Warioba kwa pale. Hata kwa mzee Msuya kule ukikatiza kule alipokuwa anaishi tuweza kwa mzee Msuya pale. Ndio maana nikasema hata barabara fulani vya hata jambo fulani, shule fulani jina lake. Miongoni mwa waziri wakuu ambao wamehudumu kwa mara 2. Mara 2. Nenda rudi. Kwa marais wawili tofauti. Awamu ya 2 chini ya Mwalimu Nyerere, ambayo ilikuwa ni kuanzia 1980 mpaka 1983. Na mara ya pili chini ya Rais Ali Hassan Mwinyi, kuanzia 94 mpaka 95. Na ni mtu wa kwanza kuthibitishwa na bunge ule utaratibu wa rais akishateua jina anakwenda bungeni. Ndo wa kwanza katika ambao unaendelea sasa hivi. Unaendelea mpaka sasa. Yeye ndo wa kwanza kupitishwa kwa njia hiyo, kuwa approved. Lakini ukitazama kwa umri wake kuzaliwa mwaka 1931 kama ulivyosema, na kushika hizo nafasi mbalimbali za kiuongozi, inakuonyesha kwamba sasa hichi ni kizazi tunasema kizazi cha kwanza cha viongozi katika nchi ya Tanzania, ambao tunasema ile cream sasa ya kina Mwalimu. Na kupoteza kwa kiongozi kama huyu au kufariki ni kwamba ile historia, unajua, hekima, kwa mfano masomo mazima ya kiuongozi, kwa sababu taifa unajua lazima liweze kuwa na wazee ambazo wanakuwa wanajua historia na wanajua mikakati mbalimbali na misukosuko mbalimbali ya kiuongozi. Kwa hiyo historia yake kwa kweli inaonyesha kabisa kwamba ni kiongozi ambaye anaijua sana Tanzania na ana uzoefu wa kiuongozi. Basi tupeane pole. Tuko kwa maombolezo. Leo ni siku ya pili. Leo ni siku ya pili. Ilikuwa imeanza jana. Imeanza leo. Siku 7. Haya bana. Poleni wa Tanzania, poleni pia wote ambao tumeguswa na jambo hili. Naamini taratibu nyingine zitafahamika huko kadiri tunavyokwenda kwenye hizi siku 7 za maombolezo hizi. Morning Express. Haya bana, kwenye taarifa nyingine yako mambo mengi kweli ambayo yametokea, na kwenye siasa huko pia nimeona kule NCCR bana, watu wanazidi kukimbia. Vipi mbona saizi NCCR NCCR pia watu wanaondoka. Imesikika. Nimeona katibu wa NCCR Mageuzi wilaya Magu mkoani Mwanza huko, Robert Busumabu, na mwenzake mwenyekiti wa vijana wilaya hiyo pia aitwa Mathayo Ndalahwa, wamehamia chama cha Alliance for Democratic Change ADC. Na wameweka sababu kwa nini wanahama. Sasa hivi ni wakati wa kuangalia ni wapi patakufaa kwa kipindi hiki. Wapi pana lengo unachofikiria wewe kutimiza matarajio yako kisiasa. Matarajio yako yatatimia wapi sahihi? Sasa viongozi hao hapa wakizungumza nini ambacho kimewakimbiza NCCR na kujikuta kwa ADC. Waandishi wa habari, karibuni sana wilayani Magu katika tukio letu ambalo linaenda kufanyika leo. Mimi kwa jina naitwa Ramadhani Amrani, kamishna wa chama cha ADC mkoa wa Mwanza. Tuko hapa leo katika wilaya ya Magu kwa ajili ya tukio moja kubwa na muhimu sana katika siasa za nchi yetu, ambapo tunakwenda kupokea waliokuwa viongozi wa chama cha NCCR Mageuzi wilaya ya Magu, na sasa kwa mapenzi yao, kwa hiari yao, bila kulazimishwa na mtu, wameamua kujiunga na chama cha ADC Tanzania, dira ya mabadiliko. Hiyo tukio tulilonalo mbele yetu ni la kupokea viongozi waliokuwa viongozi wa chama cha NCCR Mageuzi, ambapo atapokelewa aliyekuwa katibu wa chama cha NCCR Mageuzi wilaya ya Magu
Pia atapokelewa aliyekuwa mwenyekiti wa vijana wa chama cha NCCR Mageuzi wilaya ya Magu pamoja na wanachama kutoka kata mbalimbali zilizopo hapa Magu mjini. Ndugu Robert Busumalo aliyekuwa zoezi nzima la kuwapokea hao viongozi wa NCCR Mageuzi. Wakati wa kutazama eneo gani linakufaa kwa wakati huu, ndoto zako zitatimiaje ndio kipindi hiki bana. Kwa hiyo nimeona hama zimekuwa nyingi kweli. Niona hata kwenye hii mikutano ya hadhara hii ya Chama cha Mapinduzi ya ACT ya wapi pokea imekuwa nyingi. Yaani utazani dirisha dogo la usajili. Dirisha dogo la usajili ndio hili. Kwa hiyo watu wanajaribu kutafuta sehemu salama ya kufanyia siasa zao kwa mujibu wanachokitaka. Morning Express. Sasa bwana, tuangalie lile ambalo limeendelea kule Chadema. Jana kwa mara ya kwanza tukamuona, tulikuwa tujamuona, kuna watu tulikuwa tujawaona kwenye hizi harakati tangu uchaguzi ufanyike wa Chadema. Wale tulikuwa tujamuona Benson Kigaila wala kumsikia. Tulikuwa tujamuona Salum Mwalimu wala kumsikia. Au ni miongoni mwa wale secretariat ya chama. Catherine Ruge tulimsikia tu alivyoondolewa ile. Basi hatukusikia tena chochote. Au ni miongoni mwa viongozi ambao walikuwa kwenye utawala uliopita. Catherine Ruge hadi utawala huu alikuwepo. Wakamuondoa hivi karibuni. Sasa jana wamejitokeza mbele ya vyombo vya habari na kutangaza kwamba wao basi tena. Na sio tu wamejitokeza wakiwa na kundi la G55. Lazima wananichanganya. Kwa hiyo walioondoka Chadema ni wale wanne. Benson Kigaila, Salum Mwalimu, Catherine Ruge na John Mrema, si ndio? Au tuseme na wenzao, sababu wao walikuwa wanne na wanatangaza. Very good question. Very good question. Kinachoweza kutafsirika haraka ni kama wote wameondoka. Kinachoweza kutafsirika. Lakini wengine hawakuwepo na hawana sehemu wetu wamezungumza na hata G55 wengine kumbuka huwa wanawakilishwa na John Mrema pale kwa asilimia kubwa. Mrema amesema kwa mfano kama yeye amesema ameondoka, lakini anaendelea kuwa msemaji wa G55 ambaye G55 ipo ndani ya Chadema. Kwa tunavyojua sisi. Na ndio maana nadhani mjomba bwana. Of course vinanichanganya, yani kuna vitu vinanichanganya. Hata sio tu hivyo, hata Mwalimu amesema anaondoka, anatafuta sehemu salama yeye kufanyia siasa zake. Maswali ya msingi alikuwa ni kwamba wao wanaenda wapi. Sawa, baada ya kutoa tamko lao jana. Kwanza wako wangapi walioondoka? Kwa kabla ya jana walikuwa wanawakilishwa na John Mrema ukitazama. Anakuja Fort Line. Ndio. Akiwakilisha hiyo taswira. Ambao hawajawahi kusema idadi yao kwa ngapi. G55. Na idadi yao hajawahi kujua kwa ngapi. Na tusha kuelezea hapa G55 kwamba inawakilisha kitu gani. Ndio. Sasa ukitazama kwa hawa ambao wameondoka, kwanza inakupa taswira kwamba wale ambao wana utofauti wa kimtazamo ndani ya Chadema ndio wanawakilisha hiyo G55. Kwa watu wote ambao wana utofauti wa kimtazamo wa kimawazo na wa kiitikadi namna gani ya kuweza kuendesha chama ndo wanaingia katika kundi la G55. Na hoja ambao ukiitazama katika hawa ambao wanaitwa G55, hoja ni mbili tu. Hoja ya kwanza ni mtazamo mpya wa kitaasisi ambao uongozi mpya umechukua, lakini hoja ya pili ni namna gani kama wanasiasa wanaweza wakaishi baada ya wao kususia kile ambacho kinachoitwa uchaguzi. Na tazama kwa mfano jana wale, kwa sababu ukitazama ambao walikuwa wanazungumza jana wale wote ni senior kwenye chama cha Chadema. Kwa sasa matamko yao yanakuonyesha wazi kabisa kwamba cha kwanza hawajapona hayo majeraha ya kiuchaguzi. Lakini ukitazama, nilikuwa namwambia Sam jana kwamba unajua ukiongoza taasisi kwa zaidi ya miaka 20, taasisi yote ya kiuongozi na kisiasa, anapokuja kiongozi mpya, kuna watu ambao kama uongozi mpya ukichukua mabadiliko ya ghafla, kuna watu ndani ya taasisi hiyo wanakuwa hawatamani wala hawapo tayari kuyapokea hayo mabadiliko
baada ya uongozi mpya kuwepo. Na hiyo inakuonyesha katika historia Mwalimu kipindi anang'atuka mwaka 85 kuna kundi ambalo liko na hofu kwa Mwalimu, sasa unatuachaje, itakuwaje? Ukitazama mkakati au falsafa na mtazamo ambao alikuja nao hayati Mwinyi ulikuwa ni tofauti na Mwalimu Nyerere. Kwa hiyo kiongozi ambaye amekaa muda mrefu madarakani, linakuwa linaibuka kundi la wahafidhina ambao wanajaribu kulinda misingi, itikadi na falsafa ambazo kama chama wamezoea. Lakini ukitazama vile vile hoja za G55 inakupa taswira vile vile kwamba sasa hivi Chadema imeingia katika ungo nyingine. Yaani mtazamo wao ambao wameuchukua wa kiharakati utaenda kupelekea wanasiasa wengi kushuka kuna ile basi ambalo wanahisi aliendi katika ile direction ambayo kimsingi wamezoea. Kwa sababu wanasiasa wengi sasa hivi mteu ukitazama wamekuwa wakitazama siasa kama ni maisha, kama ni ajira. Sawa, sasa unapokuja na mtazamo wa kiharakati maana ni kwamba unakuja na siasa za uhalisia zaidi, sio siasa za kufanya compromise, kwa kwamba kukaa na dola kuzungumza. Na kuna historia nchi za Kiafrika, vyama ambavyo vilichukua mtazamo wa kiharakati mara nyingi vinakuwa vinapishana sana na dola, kwa kwamba na serikali, kwa sababu wenyewe ukitazama vinafanya siasa halisi. Kwa mtazamo wa Lissu na uongozi wake mpya unaweza ukaibua makundi mengi zaidi ya wanasiasa ambao kwao wanaamini siasa ni sehemu ya kutafuta maisha, wanaamini siasa kama ni ajira. Lakini sasa kwa kumalizia kwa haraka, nimeona kwa mfano wanatajwa kwamba kuna chama cha Umma kwa mfano kama tukuni Jumamosi cha Umma, kama tukuni chama cha Umma. Lakini kuna tweet ambayo alitoa Mheshimiwa Zitto Kabwe kwamba tumefanya kazi yote, karibuni, vitu kama hivyo hapo. Sasa kwa uchaguzi wa mwaka 2025 mwaka huu hapa, kwanza upinzani unaingia kwenye uchaguzi uko umeparaganyika. Sawa yaani umeparaganyika kwa sababu G55 kinachochaguliwa kutokea itakuja watakuwa wanaeneza propaganda, hawaendi kupumzika. Yes, kwa mfano tumeona Salim Mwalimu ameenda kwenye chombo fulani cha habari, yani hawaendi kupumzika. Yes, kwa ni kwamba itatumika hilo kundi kuja kulibomoa kundi lingine ambalo limebaki kundi Chadema, hawa wametoka. Na of course kwa sababu ni watu ambao walikuwa chumbani kune chama, wanajua vitu vingi, itakuwa ni kundi ambalo linatumika kwa lengo la kubomoa Chadema. Kwa hiyo kwa vyovyote vile Chadema ya mwaka 2025 itakuwa imeguka na itakuwa dhaifu mbele ya CCM. Bila kumunga mkono Mbowe, G55 wengi wala kumunga mkono Mbowe, lakini wanaitwa hivyo. Sisi tumeamua wote pamoja tunajiondoa Chadema, ituachie hicho chama waendeshe wanavyotaka, sababu sisi hatuwezi kuwa sehemu, hatuwezi kuwa wanachama wa chama ambacho maamuzi yake hayafanywi kwa vikao. Hatuwezi kuwa wanachama wa chama ambacho wanachama wanabaguliwa. Hatuwezi kuwa wanachama wa chama ambacho katiba haifuatwi. Hatuwezi kuwa wanachama wa namna hiyo, kwa sababu sisi sio chawa, sisi ni viongozi, sisi tunajitambua. Tuliingia Chadema kwa sababu ya malengo na tunatoka Chadema kwa sababu Chadema imeachana na malengo. Benson Kigaira. Baadaye nitakuja kuuliza kwenye Wino Mzito pale mara mwisho kama tukio ya Chadema kukaba kwenye haya mambo haya yote yanaendelea, kuona sasa kama tukui inakaa. Lakini swala lako litakuwa zuri, lakini moja kati ya jambo ambalo nataka nijazie pale kwa Mchungu ni kwamba mpaka jana kuna watu watakuwa ndio wameelewa nini kinaendelea Chadema. Jana watu walikuwa hawajaelewa tu, hasa wanachama. Sintofahamu ya kwanza ilirudi katika swali lako la miezi 6 iliyopita. Wewe kisa miezi 6 iliyopita mkumbusha, ambao ulikuwa ukiuliza kuna nini katika mahusiano baina ya mwenyekiti Mbowe alikuwepo na Tundu Lissu. Nyuma kabisa tuliuliza. You remember? Tuliuliza way back na watu at that time. Tunauliza Heche alikuwa kimya, tunamtafuta sana, na tulivyomtafuta siku moja hapa akatuambia jamaa mtafuta wapi? Wapi?
Mimi mbona nipo jimu. Huyo alikuwa Hechi. Nipo kwangu. Umeelewa bwana? Kwa hiyo hii movie usije kwenye hii series ukaikuta huku. Akasema nyinyi ni wavivu kutafuta. Umeelewa? Sasa kutoka pale rumors ziko hivyo, joto la Chadema linapanda katika kile kipindi ambacho huko nyuma CCM joto ambalo liko linapanda ni la Makonda, kaingia Uenezi, mara hayupo, yuko wapi, zinafanya nini? Kwa CCM kulikuwa na style hiyo, Chadema kulikuwa na hiyo style. Na ilikwenda katika kipindi ambacho Lissu Mbowe wamekaa siti moja na tabasamu, wakapigwa picha kwa na tabasamu, ikawa story magazeti ya kesho. Vipi? Lissu na Mbowe wakutana. Watu wakasema kumbe ni watu wanacheka. Lissu anaitisha press kesho yake. Sawa, bwana nitakuwa na mkutano na waandishi wa habari. Watu wanakajua basi kumbe hawa watu hawana sentence moja. Hawana sentence moja. Umeona bwana? Sasa iki kinachoibuka kilianza na maswali pale. Kwa nini narudia kauli yangu mwanzo niliokuambia jana, ndo watu labda wameelewa wakasimamia wapi kwenye chama. Mpaka pale kila mtu akawa anajiuliza nani nimfuate, nani uko sahihi ndani ya Chadema. Je, ni Tundu? Je, ni Freeman? Tundu anaitisha presi, anaanza kuelezea mlolongo wa yanayojiri Chadema. Kukaa muda mrefu kwenye madaraka, akitolea mfano kina Mzee Mtei, au sio, chama kinavyotakiwa kwenda, na misimamo ya kwamba chama kikitoka kwenye misingi yake atafanya nini? Ataondoka. Anasema Chadema anayojua kwenye misingi yake. Hapo nyuma namkumbusha Exaudi. Lissu ametoka kuzungumzia issue ya fedha chafu. Ndio nakumbuka. Zilizoingia wapi? Jambo ambalo halikujibiwa na hawa akina Mrema tuliowatafuta. Yeye akaambia haya maswala yazungumziwe ndani. Lakini Lissu akasisitiza kampeni za Lissu kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa hazikuwa kutatua mitaro, hazikuwa kunyonya maji machafu barabarani, hazikuwa kuboresha mitaa. Zilikuwa ni kuambia kwa kiasi kikubwa wanachama kuna fedha chafu zimeingia humu. Alikuwa anaishia hapo. Alikuwa aweke katika bigger picture. Ile nayo ilikuwa ni chokochoko ya kisiasa. Sasa tunauliza fedha chafu nani kapewa? Yeye anasema hivi, mimi na hapa assignment, fanyeni kazi. Umeona? Hiyo ni way back. Baadaye tunasikia ongei, baadaye Lissu anaitisha nani? Uchaguzi. Uchaguzi ulivyofika sasa, Lissu by the time anachukua form, watu wakaamini Lissu uko serious. Unachukua form mbele ya Mbowe, watu wamefika nyumbani, kwa mujibu wa ile video tuliyoiona, wanasema tuna imani na Mwamba agombee. Sasa kinyang'anyiro kikaanzia hapo. Watu wakaipisha kwanza Christmas iisha. Mwezi Disemba, sawa. Hapa ninakupa mtazamo wa jinsi mwanachama kindaki wa Chadema anachanganyikiwa, hajui saizi ndio niende huku ama niende huku. Ndio kidogo anza kuona kumbe basi ilikuwa ni kweli. Kwa kilichotokea jana, mimi nina uhakika hata 100%, yani kilichotokea jana aliyepata amepata. Kwa upande wa Lissu kama atapata, watu wamepata. Watasema kumbe ndio maana tusamee. Jana nimeona mtu mmoja anamwambia bwana, tunaomba utusamee. Tulikuwa hatujui unayotuambia kwamba utawala ule, kwa mtu mmoja alikuwa anaupiga sana utawala ule upita. Nimeona anamwomba radhi kwenye mitandao ya kijamii. Alafu huenda pia Mbowe akapata, Lissu akapata, Mbowe akapata. Sasa hapa nani ambaye atapata zaidi? Ni ambaye jana amekaa kafanya upembuzi ya kinifu kusema kwani hapa imekuwaje? Kwa sababu watu ambao waliwachanganya Chadema mchungu, watu wa juu kabisa, tumemtafuta hapa John Heche na kanyanyuka, watu wanaenda upande wa Lissu. Ukikaa watu wenye profile mitandaoni, Mdude ana tweet, huu ni wakati wa mabadiliko, tunaenda na Lissu. Hilda Newton Chadema anasema tunaenda na Lissu. Watu wanatulia. Press ile kuja kuvunja zaidi, God bless Lema. Unajua watu bado wamekaa wanasema hilo ndio libaisha upepo kabisa. Kwani hapa kuna nini kinaendelea? Mimi nakuhakikishia mpaka that time
mpaka tunafika Mlimani City, nina uhakika kabisa kuna watu walikuwa hajui nani anachukua ubingwa wa UEFA Champions League kwenye hivi vilabu viwili vinavyo sigana Mwenye nguvu sawa. Mwenelewa. Tutakuja kucheki baadaye. Tutakuja kuyacheki kwenye Wino Mzito kwa undani zaidi aliyojiri huko. Tutakuja pia kuangalia, nitakuja kumuuliza pia Mchungu, tunza swali langu Mchungu, huko kutazama vyama vya upinzani vilivyopo kwa sasa, kipi ambacho unaona kinaweza kuwapokea na kuwafaidi, kwa sababu wanavyoonekana ni kwamba hawaendi kupumzika nyumbani, kuna sehemu wanaenda. Tunarudi hapa Morning Express. Isikilize live redioni, mitandaoni na kwenye simu yako. Ni East Africa Radio. Hii ni East Africa Radio. Usitoke. Baki hapo hapo. Tunalipa